Mvutano mkali kati ya Marekani na Iran uliokuwa umefikia hatua ya hatari hatimaye umepata nafuu baada ya makubaliano ya kusitisha vita kwa muda wa wiki mbili kufikiwa dakika za mwisho kabisa. Rais wa Marekani Donald Trump alikuwa tayari kutoa amri ya mashambulizi makubwa dhidi ya miundombinu ya Iran, lakini alisitisha hatua hiyo takriban dakika 90 kabla muda wake huo kuisha, kufuatia mazungumzo ya dharura yaliyoongozwa na wapatanishi wa kimataifa. Makubaliano hayo yalikuja baada ya juhudi kubwa za kidiplomasia zikiongozwa na Pakistan ikisaidiwa na nchi kama Uturuki na Misri ambazo zilifanya mazungumzo ya nyuma kwa nyuma kati ya pande hizo mbili. Iran ilikubali kufungua mlango wa kimkakati wa Hormuz ili kuruhusu meli kupita kwa usalama, huku Marekani ikikubali kusimamisha mashambulizi yake kijeshi yaliyokuwa yamepangwa. Sababu kubwa ya kufikiwa kwa suluhu hiyo ni presha ya dunia, hasa kutokana na umuhimu wa mlango wa Hormuz katika usafirishaji wa mafuta duniani. Kufungwa kwake kulikuwa tayari kumeanza kuathiri uchumi wa dunia, huku mataifa mengi yakihofia kupanda kwa bei ya mafuta na bidhaa muhimu. Makubaliano hayo yalisaidia kupunguza hofu hiyo na hata bei ya mafuta kushuka mara baada ya tangazo la kusitisha vita. Katika hatua ya mazungumzo, Iran iliwasilisha mpango maalum wa masharti 10 ambayo yanapaswa kujadiliwa kabla ya kufikia amani ya kudumu. Miongoni mwa masharti hayo ni kuondolewa kwa vikwazo vyote vya kiuchumi, Iran kuendelea kuwa na ushawishi juu ya mlango wa Hormuz, kuachua mali zake zilizozuiliwa na Marekani kuondoa majeshi yake katika eneo la Mashariki ya Kati. Pia Iran imesisitiza haki yake ya kuendelea na mpango wake wa nyuklia pamoja na dhamana ya kutoshambuliwa tena. Kabla hata ya kufikiwa kwa makubaliano haya, taifa la Iran lilikuwa tayari kwa hali yoyote. Taifa hilo lilionekana kuwa katika mshikamano mkubwa, ambapo wananchi walijitokeza kwa wingi kulinda maeneo muhimu ya nchi yao. Vitisho vya Marekani havikuwavunja moyo, bali vilizidisha ari ya uzalendo na umoja wa kitaifa, hali iliyochangia pia kubadilisha mwelekeo wa mgogoro huo. Kabla hata tishio la mwisho la Marekani kutolewa, tayari ndani ya Iran kulikuwa na hali ya kipekee kujitolea kwa wananchi wake. Maelfu ya Wairani walijitokeza kwa hiari yao kuelekea katika maeneo nyeti ya taifa, hasa vituo vya nishati, mitambo ya umeme na miundombinu mikubwa ambayo ilitajwa kuwa shabaha kuu ya mashambulizi. Kilichovutia zaidi ni kwamba haikuwa ni kundi moja tu, bali ilikuwa ni jamii nzima, wanaume kwa wanawake, vijana kwa wazee, hata watoto wakiwa bega kwa bega na wazazi wao, wakionyesha wazi kuwa wako tayari kusimama mstari wa mbele kulinda ardhi yao. Aidha, walijipanga katika maeneo hayo si kwa silaha, bali kwa moyo wa kujitoa muhanga. Huo ulikuwa ni ujumbe mzito uliotumwa kwa dunia kuwa uzalendo wa Iran haukuwa wa maneno, bali ni wa vitendo. Licha ya tofauti zao za kisiasa na kijamii, walionyesha mshikamano usiotikisika pale taifa lao lilipohisiwa kuwa hatarini. Wengi walitamka wazi kuwa kifo kwa ajili ya nchi yao ni heshima, si hasara, na ni kwamba hakuna tishio lolote litakalowafanya warudi nyuma. Mwisho wa yote, Iran imekubali kuingia katika mazungumzo ya ana kwa ana, lakini kwa masharti yake yenyewe. Masharti 10 ambayo wachambuzi wengi wanasema ni magumu kwa Marekani kuyakubali moja kwa moja. Hata hivyo, Donald Trump tayari amesema kuwa mpango huo unaweza kujadiliwa, akionyesha kuwa mlango wa diplomasia bado uko wazi, huku dunia ikisubiri kuona kama mazungumzo hayo yatazaa amani ya kudumu au ni pumzi ya muda tu katika mgogoro huo mkubwa. Abdullahi Mashi, Kishki TV. Kishki TV, nuru ya dini yako.